Wanahisi niko na Yango Perfume. Yeah. My sister do. Unakoma na mi room. Kwa nini uko unaimba mapozi mengi sana? Mapozi wapi ba? Mapozi hiyo nyimbo ya Mr. Blue bwana. Mimi na mapozi gani? Mimi sina mapozi. Na Mr. Blue anacheka mwenyewe, unyama lakini Mr. Kama gawa mwanangu. Naona unajosia ameamua kukupa maua mapema kabisa. Unajua familia wewe. Hatari sana. Hivi situation kama zile, ukisikiza nyimbo zile mlizofanya, mnakumbuka nini sana sana kwenye muziki wenu? Nyimbo gani? So unajua mimi nafanya nyimbo muda mrefu na nina nyimbo mpya na za zamani. Kwa hiyo unazungumzia nyimbo za kitambo zipi? Kitambo zile. Memories na kwa tofauti like vipi lakini Jocelyn, harakati vipi? Yeah, harakati kama unavyoshuhudia my brother, it's so good. Namshukuru Mungu, like we here right now. Tunaelekea kwenye mchongo wetu wa miaka 30 ya Bongo Flava. So that's what's up my brother. Game unaionaje? Game is so good my brother. Game iko poa kabisa kama unavyoshuhudia. Yeah. Moja kitu ambacho nikasema nitakuuliza, nimeona Hadman akiwa analalamika mitandaoni akidai kwamba yeye naye ni mkongwe kama nyinyi lakini hajapata nafasi hiyo. Unafikiri hiyo labda ni halali kuongea hivyo? Lakini kama brother ambaye una IQ kubwa ya muziki, unalizungumziaje hili? Ya upo sahihi, haki yake sana kuongea. Yapo nyuma tu ya pazia hayajakaa kwa kueleweka sana, kwa sababu inakuwa ni kama vitu vingine vinakuwa vya siri kidogo. Mbona wahusika wa mchongo walishaongea kwamba atuishie hapa, tutaenda Dodoma, Mwanza, Arusha. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasanii wengine ambao tuliwamiss katika hii mchongo wa Dar es Salaam. Watakuwepo Dodoma, watakuwepo Mwanza, watakuwepo na sehemu zingine. Kwa hiyo labda ni wapunguze jazba tu. Wasanii ambao wa kitambo walitakiwa wawepo kwenye 30 ya Bongo Flava hii ya Dar es Salaam Lemani City, kwa muda huu hawapo, bahati mbaya. Lakini wasiwe na jazba, wapunguze jazba, kwa sababu hii show ni ya Watanzania, hii show ni ya wote, ni ya wasanii wa zamani wote, watahusishwa kwa njia moja au nyingine. Okay. Ni hivyo tu. Jocelyn, nilikuwa nataka kujua kwa nini ikawa Jocelyn? Mengine anayefahamu Mungu tu. Mimi nashukuru kwa mimi kuwepo sehemu kama hii. Kwangu nasema kama wameniheshimisha, I feel like I deserve it. Nastahili kuwepo hapa kulingana na kazi zangu, kufanya vizuri kwa muda mrefu. Hakuna chochote nitakachokisema zaidi ya nashukuru kuwepo hapa, nashukuru kuwepo katika nafasi hii na kupata mwaliko huu kama mchonga. Moja kitu ambacho ninaona sana sana kwenye nyimbo ambazo mnafanya zinaishi mpaka leo. Jocelyn, nataka kujua, nilizungumza na Feruzi nikamwambia ile nyimbo ya Starehe uliandika kwa sababu ulikuwa kwenye yale matatizo, ikaja kaniambia ilikuwa ni sanaa. Je, na zile nyimbo ambazo ulizokuwa unaimba, ni kweli ile Perfume ilikuwa ni vile vile watu wanavyokoma na wewe Ruma uliamua kufanya kama sanaa? Yeah, ni kama sanaa. Alafu wakati mwingine ile ni fumbo fulani, yani sikumaanisha kabisa like eti perfume, I don't mean like that. Ile perfume nilikuwa ninamaanisha my lifestyle my brother, wanaizimika na lifestyle yangu, no perfume like perfume smell like yeah. Hata nyimbo unasema chizi kibao shagombana na mimi yani it's like naongelea maisha yangu binafsi. They gonna love me my brother, they gonna like me. Yani ndo nilichojaribu kukiongelea kwenye perfume, kwa sababu mtu huwezi kupenda kitu kibaya, mtu huwezi kupenda harufu mbaya. Siku zote harufu nzuri utaifurahia, kitu kizuri kinafurahiwa. That's Jocelyn. Lazima utapenda nyimbo zangu, lazima utapenda. Kwa hiyo ndio maana kubwa sana ya kuimba nyimbo ya Perfume. Sikumaanisha perfume like perfume. Yeah. Na kwa wakati ule saa pisi zilikuwa zinasemaje zikikuwa, na maana washaambia wanakoma na wewe room na nini? Mna kawaida tu. So unajua mambo ya nyimbo my brother, kazi zetu sio pisi tu. Wao umesahau Perfume lyrics zake, machizi, masela, mablazameni, hadi masela wanaizimika na Perfume. Yani they wanazimika na lifestyle yangu. It's like that. Sikumaanisha mambo ya mapenzi au nini. Hakuwa na maana hiyo. Kwa hiyo mademo wananizimika. Kwa nini wasinizimike bro? Wananizimika kwa sababu I'm a good man. Yeah, washikaji wanakubali kwa sababu I'm like that. Okay, Jocelyn, ni vitu gani ambavyo ukivikumbuka vinakukata sana? Kwa sababu unajua muziki mliokuwa mnaofanya ulikuwa sio muziki rahisi. Yaani mpaka ufanye muziki ujulikane haikuwa kitu chepesi.
Vitu vinavyonikata labda sina, ni kawaida kama kibinadamu. Wakati mwingine unakuwa tu una slow down kwenye movement 2-3. Wakati mwingine unajua changamoto nyingi za music tunapitia kabla ya kupata majina na kila kitu. Kwa hiyo vitu vya kukata hapo katikati vilikuwepo sana, kukatishana tamaa, kuumizana majina, kusemana vibaya, kuambiana vitu tofauti. Vitu kama hivyo viliwahi kuhappen sana. Unafikiri swags ni muhimu sana kwa msanii? Sifahamu, kila mtu anajiuza kistaili yake anavyojiuza. I got no swag, labda kama nayo, yani it's natural, yani it comes naturally, lakini I don't act, I don't pretend to talk or to act. It's like it comes naturally. That's the way I talk, my bro. Ndo navyoongeaga, niko hivyo nikiwa shule, nikiwa mtoto, nikiwa everywhere I go, ndo navyoongea, my brother. Sasa watu wanachukulia kama pengine unavyozungumza hivyo labda ni swags, jamaa na swags sana, na swags pia ni jambo zuri kama kwao wanaiona kama fursa, alafu inaweza ikawasaidia kitu, kwa sababu watu wengine wanabadilisha style hadi kuongea, wanakuwa wanatamani kuongea kama sisi. Usimuona perfume hili sema shikai, wananiigiza mpaka naongea, wananiigiza the way ninavyoongea. Kwa kama wao wanaichukulia hii kama ni fursa, pia ni jambo zuri sana. So hakuna ubaya, ndio maana ya sanaa, nayo ni sanaa tu, ndani ya sanaa, mbwembwe ndani ya sanaa inaruhusiwa. Joslim, nashukuru sana. Shukran, Asante brother. Salute.